Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Sawa, tunarudi tena kujifunza. Acha kwanza tusome. Asante Yesu Kristo kwa sababu pendo lako ni kuu. Wewe ni Mungu unaweza mambo yote. Unastahili Kristo. Naomba wewe uwe mkufunzi, ukayafunze maneno yako na kuyafasiri katika jina la Yesu Kristo kwa mimi. Amen. Tusome kitabu cha Wagalatia 3:25 hadi 29, nasema, lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hakuna Myahudi wala Mgiriki, hakuna mtumwa wala huru, hakuna mwanamume wala mwanamke, kama ninyi nyote mmekuwa wamoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Abrahamu na warithi kulingana na ahadi. Biblia imeweka wazi sote tu wana wa baba mmoja. Sote tuliobatizwa ambao tuliomkubali Kristo tu wana wa baba mmoja. Yaani tunaye baba mmoja, tuna lugha moja, na tunayo asili moja, na tunayo mienendo mimoja. Hapa nazungumzia kwa wale waliomkubali Kristo, kwa wale ambao tayari wameshabatizwa na ambao wanamwamini Kristo. Haijalishi wewe ni mtu wa kabila gani. Ikiwa wewe ni Mnyarwanda, ikiwa wewe ni Mkuyu, ikiwa wewe ni Spanish, ikiwa wewe ni Mganda, Mkenya, kabila yoyote ile, sote ni wana wa baba mmoja. Kwa nini? Kwa sababu kulingana na Kristo, kulingana na mwili wa Kristo na damu ya Yesu Kristo, imetufanya na kutuunganisha sisi sote kuwa mwili mmoja na usemi mmoja, ambao zamani tulikuwa mbali, tulikuwa vibaya, ambao tulikuwa tumetengwa, pakawa Wayahudi na Wayunani, pakawa wa mataifa na Waisraeli. Lakini kupitia Kristo tukaunganishwa, tukawekwa kwa mwili mmoja. Wanadamu ndio ambao waliojitafutia na kujiepusha na kujitafutia lugha na kuweka makabila, lakini lengo ya Mungu haikuwa kuweka makabila tofauti. Lengo la Mungu ilikuwa ni watu wote tukae katika lugha moja na tukae katika asilia moja tu peke yake. Lakini sisi wenyewe ndio ambao tulijiletea mambo mengi, kwa sababu ukiangalia katika Mwanzo 11, mwanadamu wakakusanyana, wakafanya mnara wa Babeli ili wamfikie Mungu. Mungu akaona huo ni upotovu wa hali ya juu, akashuka akafanya ugawanyo wa lugha. Lugha zikaonekana, watu wakawa na lugha tofauti, watu wakawa kapishana. Hao wawili wanaosikilizana wakaenda kwao, hao wengine wanaosikilizana wakaenda kwao. Lugha zikafanywa, watu wakawa na lugha tofauti. Yaani haya yote tulijitakia wenyewe. Lakini kwa upendo wa Kristo, kwa sababu anatupenda na anatujali, akatujia na lugha mpya ambayo akaiweka lugha ya rohoni. Maana ujio wa Roho Mtakatifu kwenye Matendo 2, alikuja na Roho, na wote waliokuwepo wakati ule wa Pentecost, walipokuwepo watu wamekaa wa kila kabila, watu walijazwa na lugha mpya, ambayo lugha tulipoteza tangu awali. Ikaja iliyo bora zaidi ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana tunapokuwa tunajazwa, kwa sababu hatuwezi tukaitwa wana wa baba mmoja ambao hatuna lugha moja na ambao hatuna mwili mmoja na damu moja, tukaipewa na lugha ya rohoni. Na ndio maana kila anayeamini anaongea katika lugha ya rohoni kwa namna ya kipekee. Hivyo basi nataka nikuambia kwamba mpango wa Mungu kwa mwanadamu
ni kutupenda sisi kuwa kitu kimoja, na ndio maana Kristo alipokuja akayafanya mageuzi yaliyokuwa yameondoka na kutuweka ili tena tuwe kimoja, tuwe na lugha moja, tuwe na usemi moja, tuwe na damu moja. Damu yake akatuachia, mwili wake akatuachia, na lugha akatuachia rohoni, ambayo kwa sasa watu wote wanainena walioamini Yesu. Hivyo basi, ikiwa wewe ni Mnyarwanda, ikiwa wewe ni Mtusi, ikiwa wewe ni nani, mahali popote uliopo, pakiwa ni pana kanisa yeyote, shiriki, kwa sababu wale ulio nao pale ni wenzako katika Kristo. Ikiwa wewe ni Mkenya, ikiwa wewe ni Mtanzania, ikiwa wewe ni nani, mahali popote uliopo, ingawa paweza pakawa ni kanisa aidha ni dhehebu ya watu wasiokuwa wa kabila lako, waweza kwenda ukashiriki, maana kupitia Kristo sote ni wana wa moja, ni wana wa mtu mmoja. Neno letu ni mimi na wewe ni wana wa baba mmoja. Pale ulipokwenda aidha pale unapoabudu, jisikie uhuru ya kwamba naabudu na ndugu zangu katika Kristo, maana hao ni wana wa baba yako. Na ndio maana tunapokuwa hata tuna wa Spanish, tuna wanani, Mbembe akijazwa aidha ni nani akijazwa katika lugha za rohoni, hata Spanish anaweza kayatafsiri moja kwa moja, kwa sababu lugha hiyo haina ubaguzi, ni lugha ya wote wanaoamini. Na ndio maana katika Kristo alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake watakapokwenda kuisambaza injili katika ulimwenguni, wale watakaoamini watasema katika lugha mpya ambayo ni lugha ya rohoni. Ikimana kwamba haijalishi wewe ni mtu wa kabila gani, yani uwe mtu wa kabila yoyote, lazima ukanene katika lugha hiyo, kwa sababu ni lugha ambayo tumeachiwa sote tulio wa Kristo, ambao sote ni wana wa Mungu. Sasa mshangao uliopo ni huu, ambao kwa sasa kabila aidha kanisa limeingiliwa na shida moja ambao watu wanaliona na kulichukulia poa, na ambalo linasababisha kanisa liingie katika mgogoro mwingi. Ni kwa sababu ya kanisa limechanganywa na siasa. Pale kanisa linapochanganywa na siasa zaidi, inasababisha nguvu ya kanisa kupungua. Ule upendo wa kanisa unazidi kupungua, maana watu wanaona hawa ni watu wa namna fulani au ni watu wa namna fulani, hatuwe tukachangamana nao. Lakini tukishindwa kusahau kuelewa ya kwamba sote ni watu wa mtu mmoja, sote ni wana wa baba mmoja, sote tunazungumza kwa wale wanaoamini, wale wanaomkubali Kristo. Pale tunapoichanganya siasa na dini, inasababisha quality as uundo wa dini kuondoka na kuingiza hali ya ubaguzi ndani ya dini, kwa sababu siasa zimechanganywa ndani ya dini, na dini asili ya dini ni dini peke yake, ni watu ambao wamemkubali Kristo. Na ikiwa ni watu ambao wamemkubali Kristo, ni watu ambao wamesimama katika Kristo. Na watu wameingia katika hali ya kuto kuelewa kama wamepoteza hali ya uondo wa kanisa. Kwa nini? Hili liliwasumbua watu wa kanisa la Wakorinto, aidha kanisa la Korinto, kwenye Wakorinto wa kwanza 1:12 hadi 17, ambao Paulo alipatwa na mshangao mwingi sana kuiona kanisa ilivyoingia katika hali ya sitofahamu, kwa sababu watu wa Korinto walifika mahali wakaamini watu waliowaletea ujumbe kuliko kumwamini Mungu aliyowafanya waokoke, aidha aliyowageuza, aidha aliyowafanya watu wale walete ujumbe. Nataka niseme nini? Watu wa Korinto, baadhi ya watu walimwamini Paulo na baadhi ya wengine wakamwamini Kefa. Hiyo ikapoteza mwelekeo ya watu, wakashindwa kumwelekea yeye aliyewaumba, aidha aliyewaleta Paulo na Kefa.
watu wakapoteza mwelekeo. Na ndivyo zilivyo kanisa za sasa. Watu wamepoteza mwelekeo, wakishindwa kujua kwamba sisi sote ni wana wa baba mmoja. Hawa ni Wamethodisti, hawawezi wakachangamana na Wamennonite. Hawa ni Wamennonite, hawawezi wakachangamana na Wapefa. Hawa ni Wapefa, hawawezi wakachangamana na Wagaraganzi. Sasa tukishindwa kuelewa ikiwa sote tumejengwa kwa mwili wa Kristo, wawezi ukawa Mkristo mahali ambapo upo hapana lile dhehebu ambalo umelizoea, na ukakaa nyumbani ya kwamba siwezi nikaingia kanisani, dhehebu langu aliko hapa. Haiko hivyo. Ina maana tumemgawanya Kristo, tumemgawanya Kristo bila sisi kujua. Lakini ikiwa sisi ni Wakristo na sisi ni wana wa baba mmoja, hamna sababu ya wewe kuto kushiriki na wengine kwa sababu dhehebu lako alipo. Mkristo si mtu anayeshikwa na dhehebu, bali Mkristo ni mtu anayefuata kanuni za Biblia inasemaje. Huo ndio Ukristo. Tunafuata kanuni za Biblia, sio doktrini za makanisa. Yaani tumegawanya kanisa, tumegawanya mambo ya kiroho, tumemgawanya Kristo, tumemweka kama hawa ndio walio na Kristo na hawa hawana Kristo. Siwezi nikashiriki na hawa, siwezi nikaingia hapa, siwezi nikaenda huko, kwani Kristo amegawanyika. Paulo alishangaa wana hili, maana watu walianza kuwa mimi ndo mtu. Mpaka sasa kanisa zimekuwa na majina za watu, ili ni kanisa la mtu fulani, ili ni kanisa la mtu fulani. Kwani Kristo hana kanisa tena? Kwa hiyo sisi tulio wa Kristo, popote panapoitwa Kristo, popote panapoabudiwa Kristo, hapo pana ndugu zako, hapo pana walio wenu, hapo pana walio wetu. Jisikie uhuru kuabudu mahali hapo, jisikie uhuru kufanya huduma zozote mahali hapo unapopafika. Haijalishi wewe ni mtu wa kabila gani, maana katika kitu kinachoitwa Ukristo hamna kitu kinachoitwa ukabila. Maana mahali pa wewe umeamini na mahali ambapo uliopo pana wengine wanaoamini, nenda mahali hapo hapo, abudu Mungu. Na ikiwa pana sababu la lolote jambo ambalo linahitajika wewe kulifanya, lifanye kama lipaswavyo, maana hapo ulipo pana wana wa baba yako. Maana sote ni wana wa baba mmoja. Hakuna cha Umethodiste, hakuna cha Usepake, hakuna cha nini. Hilo inaharibu uondo wa Ukristo. Wakristo tunajikwaa wenyewe tukishindwa kumwangalia yule aliyetuita. Tukishindwa kumwangalia Kristo, tunakuwa kama watu wa Korinto. Tumemgawa Kristo bila kujua. Hawa ni wa Kefa, hawa ni wa Paulo. Tumekuwa huko, na itupaswi sisi kuwa huko. Tunapaswa tuwe wana wa baba mmoja peke yake, tumuone Kristo. Sio hawa ni Wamethodista waweza wakachangamana na hawa, haitusaidii. Tumuone Yesu katika mambo yetu yote, na tuishi katika upendo huo wa kumuona Kristo peke yake. Itatusaidia katika uvuvio na nguvu za ajabu, maana popote utakapokuwa ukiabudu utajisikia uhuru na utaona kweli niko nyumbani. Lakini ukienda mahali ambapo ni Wagaragazi na wao pia wanamuita Kristo, lakini utasikia upweke kwa sababu unaona ili hata sio jengo langu, ile sio hata kanisa langu. Yani unachukua uzeebu unauleta katika Ukristo. Ukristo, sote ni wana wa baba mmoja. Popote tuliopo tuone na tufaa. Mahali popote tunapokwenda tuone ni kwetu. Tusiwe na hali ya kuona ya kwamba hapa sio kwetu. Hapana,
ikiwa tumetokana na Kristo, na tuenende katika misingi ya Kristo sote. Tuache katika hali za kiubaguzi za kidini, tukijifanya kwamba ndizo ambazo zinatufanya kuwa waelewa. Na tukijifanya sisi ndio ambao tumetakasika kuzidi hawa, haitusaidii lolote. Tumuone Kristo. Asili ya Ukristo ni umoja, na ikiwa sisi ni wamoja, wana wa baba mmoja, na tuenende kama wana wa baba mmoja. Mahali popote uliopo, dhehebu lolote unalolikuta, lisimamie, lifanyizie kazi, lihudumie kama mtu unaohudumia baba watoto wako. Simama nao vile vile ipaswavyo. Usiwe na upweke, ukijiona kwamba uwezi, ukijiona kwamba hapa mimi ni Methodiste, mimi. Usiangalie uzeebu, tumwangalie Kristo. Hizi zote hizi madhehebu ni majina peke yake, bali tumwangalie Kristo. Kristo ndio kila kitu. Ametufanya, ametuondoa katika hali ya utawanyo, ametuondoa katika hali ya kutubagua, akatufanya sote kuwa wana wa baba mmoja, akatufanya sote kuwa wanawake. Hakujali nini tulilifanya, hakujali wapi tulikuwa tumepotelea zaidi, akatufanya sote. Hakuna cha mme, hakuna cha mke, hakuna cha Myahudi, hakuna cha Myunani. Akatufanya sote kuwa wana wa baba mmoja. Lakini sisi hatulioni hilo, tumejigawanya tena sisi wenyewe bila kujua. Tusimame kama watu waliookoka, tusimame kama watu walioitwa, tusimame kama watu waliompokea Kristo. Tuache udhehebu katika Ukristo, tuache hiyo, tusimame kama watu waliokoka. Neno hili ni ndogo sana, lakini ukilisikiliza kwa makini litakusaidia. Na huo udini, udhehebu ukikuondoka katika uso, utaelewa ni nini namaanisha. Utaelewa. Dhehebu zingine utajikuta wao wanajikuta wao ndo watakatifu zaidi, wengine hawaokoki. Sasa swali, je, hawa wanamwabudu nani na hawa wanamwabudu nani? Tunauchanganya Ukristo wenyewe tukifikiri ya kwamba ndio ambao tuko vizuri, kumbe tumeanguka zaidi. Kristo alipendi hilo. Tusimame, tulisimamishe kanisa kama Kristo anavyopenda. Tuache uzeebu, tuache ukabila, sote tusimame kama wana wa baba mmoja.